Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tukiwa kwenye kalenda ya FIFA kwa maana ya FIFA break, tunafahamu kwamba baadhi ya timu za taifa zimeendelea kujiandaa na michezo mbalimbali ya kimataifa ya kufuzu kombe la dunia 2026 kule Marekani. Lakini pia tunafahamu kwamba baadhi ya mataifa yameendelea kucheza pia michezo ya kirafiki kwa ajili ya kujiandaa pia na AFCON. Kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania wamecheza mchezo wa kirafiki ikiwa ni moja kati ya mchezo wa kujiandaa na mashindano ya AFCON ambayo yanataraji kuanza Desemba. Kwa hiyo timu ya taifa ya Tanzania yenyewe imecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya taifa ya Kuwait, na mchezo ambao umemalizika kwa timu ya taifa ya Tanzania kukubali kichapo cha magoli 4-3. Tunafahamu baadhi ya nyota ambao wameitwa kwenye kikosi hicho cha timu ya taifa chini ya kocha Miguel Gamond wanaendelea kuitumikia timu ya taifa, lakini kwa wale ambao hawakuitwa, wao pia wameendelea kujifua na vilabu vyao wakijiandaa na michezo mbalimbali ikiwemo ligi ya NBC, lakini pia ile michuano ya kimataifa. Sasa kwa upande wa Yanga tunafahamu kwamba wao wanaendelea kujiandaa na kombe la klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi, vile vile na kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa wakati tukiwa kwenye kalenda ya FIFA bwana, klabu ya Yanga imecheza mchezo wa kirafiki ama imetumia mapumziko hayo kucheza mchezo wa kirafiki wa kujiandaa na ligi, lakini pia kombe la klabu bingwa barani Afrika. Bwana, Yanga wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC kwenye dimba la Gymkhana pale jijini Dar es Salaam, na mchezo umetamatika kwa klabu ya Yanga kukubali kichapo cha magoli 3-2 kutoka kwa KMC. Magoli ya Sariboko 2 pamoja na Kasim Mosha, lakini Yanga Musa Bala Conte akiingia kambani. Kwa hiyo ni mchezo ambao umetamatika kwa Yanga kuweza kupoteza, na unaweza ukasema kwamba KMC wamelipa kisasi kile ambacho waliweza kukipata, kile kipigo ambacho waliweza kukipata kwenye mchezo wa ligi cha kukubali kichapo cha magoli 4-1, na wenyewe wametumia mchezo wa kirafiki kulipa kisasi mara baada ya kuifunga Yanga magoli 3-2. Kwa hiyo iko hivyo, tukiwa kwenye FIFA break, Yanga bwana amekubali kichapo hicho cha magoli 3-2 kutoka kwa KMC. Magoli ambayo yamefungwa na Sariboko akifunga 2, lakini pia Kasim Mosha. Huyu Sariboko bwana, kama kumbukumbu zangu zitakuwa vizuri, yeye ndiye alifunga pia goli la kufutia machozi kwenye kile kipigo cha goli 4-1 dhidi ya Yanga. Kwa hiyo ameendeleza ubabe kwa kile ambacho alikifanya kwenye mchezo wa ligi. Kwa hiyo Yanga bwana amekubali kichapo hicho, na tunafahamu kwamba baadhi ya nyota wa klabu ya Yanga ambao wako kwenye timu ya taifa ni pamoja na Mohamed Hussein Shabalala, Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia Dickson Job yuko kule, naye pia yuko kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania na baadhi ya nyota Kwa hiyo hao hawakuwa sehemu ya mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC, lakini wengine walihusika kwenye mchezo huo, kina Dennis Nkane, kina Kibwana Shomari, wao pia walipata nafasi ya kucheza mchezo huo wa kirafiki ambao wamekubali kichapo cha goli 4 kwa kichapo cha magoli 3-2. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga tumeona wametoa taarifa hiyo na wameandika kwamba friend match Yanga Afrika 2 KMC 3 ndicho ambacho wamekiandika, na kama ambavyo nimekujuza kwamba baadhi ya nyota ambao walipata nafasi ya kucheza mchezo huo wa kirafiki ni pamoja pia na Ofen Chikola, lakini pia Abdul Nasri Mohamed, nyota mpya Dennis Nkane pia alipata nafasi, lakini pia Bubakari Salum Shuaboy, Musa Bala Conte ni moja kati ya mchezo huo wa kirafiki. Sasa kupitia kwenye page hiyo ya klabu ya Yanga baada ya kuposti taarifa hiyo, huyu anasema bora hata KMC wamesawazisha kwenye friend match. Unasema Yanga mbovu kwa kutokea ndio hii, unasema hii ni maajabu, unasema kumbe ndio maana wanakaa benchi, unasema mmepata kibonde sasa, unasema mmetuaibisha sana kina Kibwana, unasema tumepigwa sio,
Ningesema hakika ni za kwetu. Mwingine anasema safi, kocha aone kabisa kilinge chake. Mwingine anasema kama sawa. Mwingine anasema kama naota jamani. Mwingine anasema huo ni uongo, lakini hii ni iko hivyo kwamba Yanga amecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC na amekubali kichapo cha goli 3-2. Kwa hiyo iko hivyo, na nimeona nikujuze kuhusiana na matokeo ya mechi ya kirafiki Yanga dhidi ya KMC. Na hii leo pia wekundu wa Msimbazi Simba nao pia walicheza mchezo wa kirafiki kama sehemu ya kujiandaa na michezo ya kimataifa kwa maana ya kombe la klabu bingwa barani Afrika hatua makundi, wakichapa JKT Tanzania goli 6-0. Na unaweza kaona yani Yanga na Simba wamecheza mechi za kirafiki na zile timu ambazo wametoka kucheza nazo kwenye ligi ya NBC. Yanga ametoka kucheza na KMC, wamecheza mchezo wa kirafiki na wamekubali kichapo cha goli 3-2. Simba walitoka kucheza na JKT Tanzania, wakaibuka na ushindi na wameibuka tena na ushindi wa goli 6-0. Tunafahamu kwamba Yanga wanaendelea kujiwinda na mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi kama ambavyo nimekujuza, na Yanga wataanza kukichapa tarehe 22 kule kwenye dimba la kule visiwani Zanzibar, kule kwenye dimba la Amani Complex dhidi ya FAR Rabat, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 kamili tarehe 22. Kwa hiyo Yanga wanaendelea kujiandaa na michezo hiyo, na kama ambavyo tunafahamu kwamba kundi la Yanga bana, Yanga wao wamepangwa kundi B ambalo lina vilabu vya Al Ahly kutoka nchini Misri, lakini pia FAR Rabat kutoka Morocco pamoja na JS Kabylie kutoka Algeria. Kwa hiyo hiyo ndio kundi la Yanga. Kwa hiyo hiki ambacho Yanga anaendelea kukifanya ni kwa ajili ya maandalizi ya michuano hiyo ya kimataifa ambao tunafahamu mpaka sasa wanasubiria tu mchezo huo dhidi ya FAR Rabat. Hakuna mchezo mwingine wa ligi. Kwa hiyo haya ni maandalizi kuelekea kwenye mchezo hiyo ya kimataifa, lakini isivyo bahati Yanga wamekubali kichapo cha magoli 3-2 mchezo wa kirafiki. Lakini tukifahamu kwamba kuna baadhi ya nyota ambao hawakushiriki wakiwa kwenye majukumu ya timu ya taifa. Kwa hiyo iko hivyo, na nimeona nikusogezee taarifa hii kuhusiana na mchezo huo wa kirafiki ambao Yanga ameucheza kwenye dimba la Gymkhana pale jijini Dar es Salaam na kukubali kichapo cha magoli 3-2, KMC wakilipa kisasi ambacho waliweza kupata kipigo cha goli 4-1 pale kwenye dimba la KMC Complex kwenye mchezo wa ligi. Kwa hiyo KMC wao wametumia mchezo wa kirafiki kama kulipa kisasi na kuweza kusawazisha makosa ambayo pengine waliweza kuyafanya kwenye mchezo wa ligi, na hatimaye wameibuka washindi kwenye mchezo huo wa kirafiki dhidi ya Yanga Afrika mara baada ya kuibuka